Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa kijiji naye naomba apite kwenye moto wa masuala ya sheria vitu vingine mpaka utakapojiridhisha cha kwanza. Cha pili, ofisi ikaimishwe, mtu mwingine aweze kuendesha ofisi mpaka utakapojiridhisha na yanayoendelea kwenye ofisi hiyo. Kutoka sasa sitaki. Nyinyi huko ndio msinikele, tulieni. Maana na nyinyi wenyewe pia wote kwa ujumla hapo mna dozi yenu ya kutosha. Leo lazima kila mtu aende kuota usingizi. Tulia. Mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga amemwagiza mkuu wa wilaya Simanjiro Fakilu Landala kuwachukulia hatua za kisheria viongozi wa kata na kijiji cha Lobosiret wanaotumiwa kutumia vibaya madaraka yao kwa kuidhinisha uuzwaji wa maeneo ambayo si mali yao, hali iliyosababisha mgogoro mkubwa wa ardhi katika kijiji hicho kilichopo wilaya ya Simanjiro mkoani Manyara. Waliotajwa katika tuhuma hizo ni mtendaji wa kata ya Lobosiret Mary Chisoji, mtendaji wa kijiji cha Lobosiret Pendo Menasi, mwenyekiti wa sasa wa kijiji hicho Kimai Saruni, pamoja na aliyekuwa mwenyekiti wa kijiji hicho Martin Nungululu. Sendiga ametoa maagizo hayo wakati akiwa katika ziara yake ya kikazi wilaya Simanjiro mkoani Manyara. Hii ni ripoti zaidi. Mimi naitwa Hosea na hii ni Global TV. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ulifika kwenye ziara katika halmashauri ya wilaya Simanjiro, hasa kwenye kijiji hichi cha Lobosiret tarehe 4 Aprili 2025, na wakati wa ziara yako kulitokea malalamiko ambaye alitolewa na wananchi wa kijiji hiki kuhusiana na uvamizi wa maeneo ya nyanda za malisho yaliyopo katika eneo la Motiok. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tarehe 28 Aprili 2025 uliunda timu. Nilikuwa lengo kuu ni kubaini ukweli wa malalamiko yaliyotolewa kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa kuhusu uvamizi wa eneo la malisho la Motiok pamoja na kuwepo kwa hali ya uvunjifu wa amani katika kijiji cha Lobosiret. Kamati ilibaini kwamba kulikuwa na ekari 149,709 ambazo zilitengwa kwa ajili ya malisho. Kamati imebaini chanzo cha kuwepo kwa malalamiko ya uvamizi wa maeneo ya malisho, ambapo hivyo viashiria vya uvamizi wa maeneo ya malisho ni mojawapo ni kutokuwepo kwa alama za uwazi kama nilivyotangulia kusema kutokana na mpango wa matumizi bora wa mwaka 2019, kuwepo kwa soko la uhakika kutoka kwa mwekezaji Harpreet Singh linaloongeza mvuto kwa wananchi kutaka kujipatia ardhi iliyo jirani na eneo kwa lengo la kumuuzia mwekezaji huyo. Mheshimiwa Mwenyekiti. Naam. Sisi wananchi wa Lobosiret ndio tuna changamoto yoyote na mwekezaji? Kwa mjibu wa mpango wa 2000. Hapana. Nataka unijibu kama ulivyonijibu kule. Hatuna. Mheshimiwa Diwani, sisi wananchi wako wa kata ya Lobosiret tuna changamoto yoyote na mwekezaji? Nimekuambia pale hatuna changamoto na mwekezaji na tunapenda na tunamsamini. Tunakushukuru sana. Haya. Ndugu zangu wananchi, kimsingi ni kwamba tuna eneo kubwa kweli kweli la kututosha, hatutakiwi kulalamika hata kidogo. Kama viongozi wetu wangetuongoza vizuri kwenye mpango wa matumizi bora ya ardhi bila kuweka magumashi. Mtendaji wa kijiji nikaambiwa kwamba alitoka kaenda likizo ya masomo. Alipokwenda likizo ya masomo, mtendaji wa kata akakaimu utendaji wa kijiji. Alipokaimu utendaji wa kijiji sasa, mtendaji wa kata huyu Bibi Mary Chisoji akawa damdam na viongozi wa kijiji. Uza maeneo mama. Saini makaratasi. Yuko bize kuandika makaratasi na kusaini kila itwayo asubuhi, kuthibitisha maeneo kwamba ni ya watu, wakati anajua kabisa mwenye mamlaka ya kugawa ni kijiji husika pamoja na halmashauri ya kijiji. Halmashauri za kijiji hazijahusishwa, lakini wenye vitu wa vijiji wengine hawakuhusishwa, na maeneo yaliuzwa na fedha zililiwa, na 10% ya kijiji haikuingia kwenye mfuko wa kijiji.
Bibi Pendo aliporudi kutoka shule akakuta hapa mambo bam bam, na wewe ukaingia kwenye barabara hiyo ya kubakideti taarifa. Unashirikiana na wenye viti waliopita kubakideti taarifa na kuthibitisha maeneo ya watu kwamba ni ya kwao bila ya kujiridhisha, yanauzwa, mnasababisha migogoro. Nyaraka zipo hapa zimejaa tele, na signature zako dada Pendo ziko humu, na mikataba yako uliosaini mingine dada Pendo iko humu, labda uikatae na useme hii signature pia si zako wala huzitambui. Hawa walionunua hapa useme huwajui, hujawahi kuona hata siku moja. Lakini timu imekuja hapa kwa ajili ya kuwahoji, ukaondoka. Ukasema unaumwa, haupo ofisini. Hakuna shida, kazi iliendelea. Na matokeo ndio haya hapa. 10% ya kijiji muingize kijijini, mnatumia nyewe mnavyotaka. Muktasari iko hapa. Mtuambie hizi fedha za 10%, kwa nini hamkuzidumbukiza kwenye akaunti za kijiji, mlizipeleka wapi? Lakini hawa unaowagongea muhuri bosi kwamba huyu ninamfahamu, eneo ni la kwake, umekwenda kujiridhisha, si sawa. Mkurugenzi na mheshimiwa mkuu wa wilaya, dada Pendo achukuliwe hatua zinazostahili haraka iwezekanavyo kuanzia muda huu. Mwenyekiti aliyepita huko nyuma bado anamiliki mihuri na dokumenti za kijiji, na anagonga mihuri kwa kurudisha tarehe nyuma. Sio sawa, sio sawa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, yule bosi naye achukuliwe hatua. Lakini kijiji kikaja kikabaini, changamoto kubwa na kaka nyingi sana zinazohusiana na habari ya mwenyekiti wetu wa kijiji Kimai Saruni. Dokumenti tunazo hapa, dokumenti inayomuonyesha mke wake binafsi kuwa na hati ya umiliki ya ekari 50 ambazo hazina maelezo. Changamoto nyingine, mwenyekiti amekuwa akiidhinisha mashamba yote yanayokwenda kuuzwa bila ya kujiridhisha. Mheshimiwa mwenyekiti, walionunua wewe, wale uliowaidhinishia mashamba waende kuuza wote, una uwezo wa kutuonyesha maeneo yao yalikuwa wapi? Ama tumekaa tu ofisini tunagonga mihuri? Dokumenti zipo, baadhi ya nyaraka zipo tayari kwa kitakisaka za kuanzia kazi. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa kijiji naye naomba apite kwenye moto wa masuala ya sheria, vitu vingine mpaka utakapojiridhisha cha kwanza. Cha pili, ofisi ikaimishwe, mtu mwingine aweze kuendesha ofisi mpaka utakapojiridhisha na yanayoendelea kwenye ofisi hiyo. Kutoka sasa mgano tu alala za kipuzipuzi hizi ambazo baadaye zinakuja kutuvunjia heshima. Wenye viti wa vijiji na vitongoji mliobakia hapa, hii shughuli ya Lobosireti leo inahamia kijiji kingine. Nina hamu na wenye viti wa vijiji kweli. Pamoja na haya, Mheshimiwa DC Mary Chisoji na yeye pia aingie kwenye timu ya wenzie hao na jambo lao lishughulikiwe kisheria haraka iwezekanavyo. Huko alipo tunataka turudishe maeneo yetu, tufanye matumizi bora ya ardhi, tupunguze migogoro, hatutaki vurugu, tumechoka.